Mtakatifu Bwana, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Bwana, wewe ni mtakatifu, maana jina lako ni jina takatifu. Ni Bwana uketie juu ya mlima mtakatifu, na ni Bwana apendezwaye na watakatifu walioko hapa duniani. Neno lako ni takatifu. Na Baba wa rehema, neno lako Baba wa rehema litakalopita jioni ya leo liwatakaze watu wako Baba wa rehema, likiwarudisha Baba katika asili ya uumbaji. Maana ulipomuumba mwanadamu alikuwa mkamilifu, akiwa katika mfano wako na sura yako Bwana na Mungu mweza wa yote. Asante kwa neema yako inayofunika eneo hili. Neno lako liguse wote Baba watakayepata nafasi ya kulisikia ama hata kutuona kwa kutufuatilia Baba. Hata wale watakayefuatilia baadaye kupitia Twitter na YouTube na Facebook. Neno lako Baba ilete mabadiliko katika maisha yao. Maana mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwepo Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu. Na katika neno vyote vilifanyika. Neno likifanya ukarabati Baba katika maisha ya mtu huyu. Kila kiungo Baba wa rehema kilichoharibiwa na shetani na wakala wake lipate kuumbwa tena upya. Na Baba watu wako Baba wafikie hatima ya maisha yao. Ninakushukuru Bwana mweza wa yote, maana hata mimi utaendelea kunitumia kama chombo chako. Baba, nisiseme yaliyo kwangu, bali sema yaliyo kwako kupitia kwangu. Na neno lako Baba wa rehema litokapo lisirudi bure. Ilete jawabu ya watu, ilete ushuhuda watu wako kwako. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Basi jana nilipata kupitia na watu sura ya 33. Tukaona jinsi ambayo Mungu alimwambia Musa ya kuwa toka wewe na watu uliyewatoa Misri watu wako. Mungu, mtu anapotenda dhambi, basi Mungu hujitenga naye. Ndio maana hata kama ulikuwa na upako unaye meta kama nini, lakini ukidumu kwenye kutenda dhambi, uwepo wa Mungu unatoweka. Ndio maana walipotenda dhambi kwa kumwabudu yule ndama, Mungu anamwambia Musa ya kuwa toka, wachukue watu wako. Lakini umeona kwenye sura 19 tuliona Mungu akisema kuwa nimewachagua kati ya mataifa, nimewafanya kuwa kwangu tunu, nanyi mtakaposikia neno langu na kulitii, hapo ndipo nitakapowafanya kuwa ni taifa la kimakwani, nami nitawapa nini? Nitawapa raha. Lakini umeona sasa walipotenda dhambi, Mungu anawaambiaje? Anawaambia Musa ya kuwa watu wako. Na Mungu anasema nami nitatuma nini? Nitatuma malaika wangu atakwenda pamoja nanyi. Na maana Mungu anagairi kwenda pamoja na wana wa Israeli. Lakini watu wa Mungu, hata wewe katika hii safari yako ya wokovu, ni safari inayewakilisha safari ya wana wa Israeli wakitoka Misri wakienda Kanaani. Ni safari ambayo ilianzia pale walipookoka, lakini inaenda wapi? Inaelekea katika hatima yako. Maana kumbuka ya kuwa hatua ya kwanza ni ulimwengu wa kawaida. Enda kwenye hatua zako. Lakini ulimwengu wa kiroho, safari hiyo inatakiwa ifikishe kwenye uzima wa milele. Sasa watu wa Mungu, kama utadumu kwenye kutenda dhambi, of course Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Mungu huwapa watu nafasi ya pili. Ndio maana hata katika wale ambayo wamemtenda mabaya kama wa Misri, baada Musa anasema hivi, kesho mtoe ng'ombe zenyu katika viwanja, maana mvua itanyesha. Mungu anatoa nafasi ili nini? Nafasi ya pili uipokee ama uichezee. Waliacha ng'ombe zao na wao kuwepo kule kwenye viwanja, walikufa. Lakini pia tunaona kabisa baada ya nini? Baada ya wana wa Israeli kumwasi kwa kufanya nini? Kwa kumwabudu yule ndama, Musa anasemaje? Waliopo upande wa Bwana, ina maana waliyemchagua Bwana, na waje upande wangu. Ni Walawi tu waliyekwenda upande wake. Ndio maana sema hivyo watu wa Mungu. Kama kuna kitu ambacho Mungu hapendi kwenye
himaya yake ni uchafu, dhambi. Maana kumbuka, hapana mahusiano kati ya nuru na nini na giza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu leo tuende kwenye sura ya 34 tuone mwendelezo wa ile sura ya 32 na 3 na 4. Nilikwambia yakiwa sura ya 32, 3 na 4 ni sura tatu ambazo haziongelei sana kuhusu hema ya makutano. Nilikwambia zile sura 16 kuanzia sura 25 mpaka 40 ni sura tatu tu haziongelei habari za hema ya makutano na maskani, lakini sura tatu ambazo ziongelei ni sura 32 na 3. Sasa hebu tuone mwendelezo wa sura ya 34, alafu tuone Mungu atatufikisha wapi. Tayari tumeona Mungu akimwambia Musa kuwa atengeneze vipande viwili vya mawe, alafu kesho yake afanye nini? Apande tena mlimani, ili Bwana aende akaandike tena amri na afanye agano naye tena. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende tuone mwendelezo huo wa sura 32 na 3 kwenye sura 34. Nasema kwa msaada wa Yesu Kristo. Bwana akamwambia Musa, chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza, nami nitaandika juu ya mbao hizo maneno hayo yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza. Umeona vipande vile vya kwanza vya mawe Mungu ndio alizozichonga. Mungu alizichonga na kuandika zile amri 10 na akampa Musa. Lakini sasa Mungu anamwambia Musa ya afanye nini? Achonge sasa, lakini Mungu anaahidi ataandika. Umeona kuna tofauti. Ya kwanza Mungu alichonga na kuandika. Ya pili Musa anachonga, lakini Mungu atafanya nini? Ataandika. Kuna tofauti hapo. Lakini kuna tena kupanda mlimani, kama mara ya kwanza alipopanda mlimani akakaa siku 40. Lakini Mungu katika siku 40 ina maana anarudia kumwambia yale mambo aliyomwambia. Umeona sasa, ina maana ile agano ilivunjwa, agano aliyofanya kati yake na wana wa Israeli. So anafanya agano sasa na Musa kwa niaba ya wana wa nini? Kwa wana wa Israeli. Lakini kumbuka kwa Mungu ni Mungu anayetunza agano lake. Kwa sasa hivi, je, sisi agano la Mungu ni nini kwetu? Agano la Mungu ndani yetu ni neno lake na jinsi inavyohusu maisha yetu. Ndio maana wewe sio wewe kwa sababu ya mchawi amesema utakufa. Wewe ni wewe kwa sababu neno la Mungu linasemaje juu yako. Sema mimi ni mimi. Mimi ni mimi. Kwa sababu neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu linasema kitu juu yangu. linasema kitu juu yangu. Maana mtu aliyeokoka hata kama akipita katika bonde la mauti, hata katika uvuli wa mauti, bila shaka uweze kufa. Hata mkipita katika maji hayatawagarishikisha. Hata mkipita katika moto, amesema ya kuwa hamtaungua. Kumbuka ya kuwa cha moto utakiona, lakini bila shaka kufa hafi mtu kwa jina la Yesu. Nasema hivyo watu wa Mungu. Kwa sasa hivi unatakiwa uanze kufurahi. Kwa sababu gani? Hata kama ni safari, ulikotoka ni mbali, unakoelekea ni karibu. Kumbuka hatua kwa hatua, hatua moja ikianza hatua nyingine, lakini kila siku ukizidi, kama ni vifungo vinazidi kuondoka. Vinazidi kuondoka. Kama ni vifuniko vinazidi kufunuliwa. Bila shaka mtu wa Mungu, kama zilikuwa 1000 haziko 1000, yawezekana zimebaki hata 100, hata 200, lakini kadri muda unavyokwenda zitakwisha kabisa. Ndio maana mimi nilidumu katika neno la Mungu, lakini sikupata furaha. Baadaye sasa hivi nimepata hiyo furaha. Ndio maana iko furaha ndani ya neno la Mungu. Na watu wa Mungu, ukitambua uwepo wa Mungu, utukufu wa Mungu ukatembea na wewe, bila shaka mimi nasema kwa kila mtu atamani kuwa kama wewe. Lakini hata wale wanaotamani kukuangamiza hawezi kukuangamiza. Na kumbuka ya kuwa kama hawakutuua kipindi kile, sasa hivi watuui tena. Lazima hatima ya Mungu itimie ndani yetu, na Mungu alikuwa na kusudi. Ndio maana wewe mpaka sasa hivi unaishi. Hebu pata yale yote mabaya uliyopitia pale ICU ulipopona chupuchupu. Wangapi walienda pale wakabaki? Lakini kumbuka ya kuwa kama isingekuwa Bwana, Israeli na aseme sasa. Kama isingekuwa Bwana, wewe na useme sasa. Kama isingekuwa Bwana, sema mimi sasa. Nasema watu wa Mungu ya kuwa tuseme. Hebu anza kufurahi, alafu
Anza sasa kuwa ngome imara. Haya mambo madogo madogo yasikupe shida. Sasa hivi unaweza kala ukashiba, unaweza kalala ukapata usingizi mzuri. Mbona ulikuwaga ulali? Mimi mwenyewe nilikuwaga natafuta usingizi na torch siuone. Leo hii mimi hata ukinipigia simu saa 7 usiku, nitaongea, nitaomba, nikishaomba na irudisha chini ya mto pale mtoto wa mtu, nimepata usingizi na lala. Ndio maana mchungaji, umejua mimi mtu akiniamsha tu silali. Mimi naweza nikaamshwa hata mara 5 na zaidi. Nikimaliza kuomba na lala tena vizuri sana. Maana imeandikwa kuwa wenye haki wa Bwana watalala na usingizi wao utakuwa nini? Mtamu kama ya watoto. Hebu nikuulize, usingizi wako ukoje? Nione mtu anasema mchungaji, mimi hata usingizi sipati, nione. Lakini kumbuka kipindi kile tulivyokuwa tunaanza na wewe, ulikuwa ulali wewe. Ulikuwa na shindana mpaka asubuhi. Uliambiwa kwa Bwana lazima uombe, ushindane. Nasema hivyo kwa Mungu. It is not all about wrestling prayers. It is about knowing the word of God. Walking in the glory of the Lord. Kutembea katika utukufu wa Bwana. Wana Israeli wakatembea katika uwepo wa Mungu miaka 40. Mimi nasema hivi, ule uwepo ulikuwa muhimu kwa kila kitu kwao. Ndio maana uwepo wa Mungu ni muhimu sana. Watu wa Mungu, mimi nikishaomba hapa kwenye ile WhatsApp, I do sleep, I don't pray again. Nikishaomba hapa kwenye maombi yale ya WhatsApp nikatuma, mimi usiombe tena. Nasema watu wa Mungu, tumeambiwa kuwa tuombe, lakini anayekwambia uombe hajakufundisha maandiko ya kuomba naye. Kila siku unajua maandiko yale 10 tu ndio naomba naye. Bwana ndio mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana atapigana vita na hiyo, wala usemi maana haikuruhusu upigane vita. Teta na wanae teta nami, pigana na wanae pigana nami. Shika ngao na kigao, uwapige Bwana, uwatie nia yao kwa nini? Utelezi. Ukiwa. Watu wa Mungu, nasema hivi, tubadilishe hayo, tuwafundishe watu neno la Mungu wajue. Watu wa Mungu, mimi nataka kufundisha maombi baada ya sura 40. Yapo maombi mengi kwenye Biblia hapo, kiangalia watu waliomba Bwana. Hata Agano Jipya watu waliomba. Lakini hii maombi tunayoomba, watu wanaomba si. Mtu badala ya kufundisha neno la Mungu anafundisha ushindane. Na hayo sikushindana, maombi uliyokuwa naomba miaka 20 iliyopita ndio naendelea kuomba nayo. Maana wameandika muongozo wa maombi, wala wabadilisha. Mbona wana new edition? Walete new edition basi. Kila mwaka shetani mwenyewe anabadilika kila sekunde. Niliwahi kukutana na dada moja, alikuja hapa nimuombe. Nikamwambia hebu omba maombi ya kwenda kula. Aliomba maombi. Nikamwambia maombi hayo yalifundishwa lini? Akaniambia nilifundishwa mwaka wa 78 nikiwa chekechea. Sunday school. Sote Mungu nasema hivi, maombi, Roho Mtakatifu ni ubunifu ndani yako. Ndio maana nilivyoomba jana sivyo nilivyoomba leo. Kila nisimamapo Bwana huomba ndani yangu. Lazima kuomba kwako iongozwe na Roho Mtakatifu. Uwepo wa Mungu iliyoko ndani yako, utapata majibu mazuri. Lakini nasema hivi watu wa Mungu, tuishi neno la Mungu, tuache hii masuala tujifunze kushindana tu. Watu wanashindana lakini neno la Mungu anayefundisha. Yaani hizi ni hofu. Mimi nilishindana mpaka nikaingiwa na hofu kabisa. Nikiona mende tu nakimbia. Mende. Hebu twende. Hizo ulizonifunza. Na wewe tayari asubuhi na asubuhi ukiwa katika mlima wa Sinai, na wewe uzurishe nafsi yako kwangu huko katika kilele cha mlima. Asikue mtu pamoja nawe, wala asionekane mtu awaye yoyote katika huo mlima, wala kondoo na ng'ombe wasile mbele ya huo mlima. Naye akachonga mbao 2 za mawe mfano wa zile za kwanza, na Musa akainuka
na mapema asubuhi naye akakwea katika mlima wa Sinai kama Bwana alivyomwamuru. Akazichukua hizo mbao mbili za mawe mkononi mwake. Bwana akashuka ndani ya ile wingu, akasimama pamoja naye huko, akatangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana Mungu, wingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu. Hebu sikia maneno hayo ambayo Musa anatangaza. Ina maana Musa yuko katika maombi ya toba kwa ajili ya wana wa Israeli, maana lengo lake ni kumsawishi Mungu ili agairi uovu ule aliyepanga juu ya wana wa Israeli, ili badala ya kutuma malaika kwenda nao, Mungu aende pamoja na wao. Lakini kumbuka ya kuwa Musa na Samueli walikuwa ni watu ambao waliomba mpaka Mungu akafanya nini? Mpaka Mungu akabadilisha mawazo. Lakini ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 15, Mungu anamwambia Yeremia kuwa Yeremia alitaka Mungu abadilishe mawazo, asipeleke wana wa Yuda kule Babeli utumwani. Lakini Mungu anamwambia hata kama angetokea Musa na Samueli, basi wangeokoa nafsi zao, lakini watu hawa bado ningewapeleka utumwani. Kwa sasa hivi watu wa Mungu, ukidumu kwenye dhambi atakupeleka utumwani. Watu wengi wako katika utumwa. Utumwa sasa hivi sio kupelekwa Babeli. Utumwa ndio maana unakuta unayo kichomi isiyoisha, maana unadumu kwenye dhambi. Unayo mgongo unayouma kila siku, unayo kichwa kinachogonga kama inataka kupasuka, unayo macho ambayo yanachoma choma kama mtu anakuchoma na sindano, unayo miguu inayowaka moto. Haleluya! Lakini huko kanisani piga haleluya, lakini maumivu kede. Huko nini? Huko utumwani. Utumwa sasa hivi ni katika ulimwengu wa kiroho, lakini katika mateso katika mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza na Mungu. Umeona? Mungu ni Mungu aliyejaa rehema. Umeona ya kuwa ni mwingi wa rehema, mpole wa hasira, lakini wewe unaitumiaje? Mwingine ameshazoea sema Mungu ni Mungu wa rehema, Bwana Mungu wa rehema, so anakwenda anafanya mabaya kila wakati, baadaye Mungu naomba unisamehe. Wewe kila siku usamewe tu. Halio wa Mungu aweze akatenda dhambi. Atendaye dhambi ni wa shetani. So ukiona unatenda dhambi, ndio umekota umetenda dhambi, muombe Mungu akupe na uwezo wa kushinda dhambi, ili hiyo dhambi isiwe dhambi ya kukuzinga kwa wepesi. Maana watu wana dhambi inayowazinga kwa wepesi. Kuna mtu yeye ni swala tu ya kusonya watu kidogo tu mdomo, imekuwa fashion. Njoo uombewe kwa kubinya mdomo iache. Njoo uombee hilo swala, maana imeandikwa kuwa hata ukimfyenya mtu unapaswa baraza na hukumu. Maana ukimfyenya mtu hujamtukana ndani huyo mdomo huo, ungejua tusi ambao umeporomoshewa. Ndio maana kama bado nakusumbua, inawezekana upendi, njoo uombewe, njoo ufanyiwe nini? Maombi. Maana inawezekana utaki, lakini kwa nini utawaliwe na roho mbaya, wakati wewe unaweza ukachukua muda wako unakaa katika darasa la Mungu, unakula chakula cha kiroho? Lazima maisha yetu yabadilike. Kama haiwezi kubadilika, umejua kipimo chako ni nini? Pale ambapo mtu anakuja na kuchokoza, alafu namuomba msamaha, nisamehe rafiki, nisamehe, mimi nimekutendea kosa. Wakati yeye akitendea kosa mwenyewe, anaweza kaenda kama mahali akalia kabisa, akajiona mjinga, akasema akaniomba msamaha, wakati mimi ndio nataka nimuombe msamaha. Anaweza kama mahali akalia vibaya mno. Watu wa Mungu, usibishane na mtu mwovu. Tofauti haiwezi kufanyika. Watu wa Mungu, tuonyeshe mfano wa Kristo. Haya naye kufundisha, mimi naishi sishindani na mtu, bali ninashuka chini. Maana kila ajishushaye atakwezwa, ajikwezaye. Lakini kujikweza, uone kama imekamata injili na makanisa. Nani ambaye anakubali kushuka chini?
Ukishajikweza tu Yesu umeshamshusha. Hebu twende. Mwenye kuwasamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kuhesabia mtu uovu kuwa hana hatia kamwe. Umeona, anasamehe uovu lakini sio anayekosa kumhesabia, yani kumhesabia mtu ana dhambi wakati ya anayo. Yani ukiwa na dhambi atakuhesabia una dhambi na atakuhukumu tu. Sisi hatuhukumiwi sasa hivi, lakini hukumu yetu inakuja baadaye. Hukumu yetu inakuja. Wale katika Agano la Kale hukumu ilikuwa papo kwa hapo. Ndio maana unawezekana Mungu amekupa nafasi uendelee kuishi na kutenda maisha mazuri, lakini ukaendelea kutenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka ya kuwa safari yako itafikia mwisho. Ama Yesu anarudi kunyakua kanisa, ama unatangulia mbele ya haki. Lakini usipokufa katika Kristo, bila shaka uweze kufufuka katika kufufua kwanza, ambayo utafufua katika kufufua nini? Ya pili, ambayo itakuwa ni ya wale wenye nini? Wenye dhambi. Na hao wanapofufuka wanasimama mbele ya hukumu, wanadhibitishiwa makosa yao, alafu watatupa kwenye moto wa jehanamu. Wewe je, ukoje? Imetokea sasa hivi ya kuwa unakwenda kusimama mbele ya kiti cha enzi. Utatoa hesabu gani? Ni lini uliyefanya tangu asubuhi? Nani uliyemshuhudia hata habari za Yesu ya kuwa Yesu anaponya? Yesu ni Mwokozi. Yesu ni mponyaji. Lakini kumbuka, wewe ndio uliyetwikwa mzigo huo. Mimi na wewe. Umeona mimi nasimama mbele kila siku naongea. Na wewe unahitaji uongee popote pale ulipo. You have to talk. Even if people will say that you are talkative, tell them that I will talk about the name of the Lord. Ongea, usiongee pumba. Ongea habari za Mungu. Haya mengi ambayo Mungu ametufundisha hapa. You have so many things to tell people. Tell them about the books of the Bible. Ukiongea habari za vitabu tu, mtu anasema yes. Haya maneno. Unayo mengi. Ambia watu habari za wafalme wa kaskazini, habari za wafalme wa kusini. Mweleze mtu mwanzo wa taifa la Israeli. Eleza mtu habari za Yakobo, habari za Yusufu. Alafu mwambie kuwa inahusuje maisha yake. Mwambie habari za wana wa Israeli utumwani, alafu mwambie kuwa hiyo ilikuwa ni picha ya ukombozi ambayo ilikuja kutokea wakati Yesu alikuja kutoa maisha yake na kutukomboa. Mwingine hajui Yesu alifanyikaje kuwa mwanakondoo wa Mungu. Alichukuaje nafasi ya yule mwanakondoo wa Pasaka? Yesu ni mzaliwa wa kwanza namna gani? Na sisi je, ni wazaliwa wa kwanza namna gani? Yes, Mungu akamwambia kwa ambia Farao aache Israeli waende wakanitumikie, maana ni mzao wangu wa kwanza. Lakini mzao wa kwanza alikataa haki ya mzaliwa wa kwanza. Waraka wa kwanza Petro sura ya 2 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 9, sisi tumefanyika kuwa wazaliwa wa kwanza, tunarithi pamoja na wao kile kiambaza kiliondolewa kilichotenganisha mataifa na Wayahudi. Sasa hivi sisi wote tunarithi pamoja na wao, waliyezaliwa na waliyenunuliwa. Sisi tumenunuliwa, lakini kwa damu ya thamani ya Yesu wao wamezaliwa. Amina. Hebu twende. Mwenye kuwasikiliza watoto uovu baba zao na wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Umeona, kuna swala la kupatilizwa uovu. Hili ni swala ambayo lipo. Bila shaka yapo uovu ambayo yametoka katika familia zetu. Kama unavyojua, kizazi cha 3 na cha 4. Kizazi cha kwanza ni kwako ni nani? Kizazi cha kwanza kwako wewe ni babu wa baba yako, ama babu wa mama yako. Tuseme babu wa baba yako ni kizazi cha kwanza. Babu yako ni kizazi cha pili. Baba yako ni kizazi cha 3. Wewe ni kizazi cha 4. Ina maana kilichotendewa na babu yako na babu wa baba yako, bila shaka inamkamata baba yako kizazi cha 3 na wewe. Lakini kilichotendewa na babu yako na baba yako inakukamata wewe na watoto wako.
Ulichokitenda wewe na mtoto wako itakamata mtoto wa mtoto wako na mjukuu wa mtoto wako. Lakini waona sasa, Bwana hupatiliza watoto uovu wa baba zao, lakini pia hupatiliza watu pia mema, maelfu kwa maelfu. So kinachofanyika ni nini? Mtu anapookoka kimsingi anakuwa ametoka katika ule ukoo wa baba yake. Ndio maana unapompokea Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, bila shaka ile mizimu na mabaya yote yale yaliyetesa watu inakuwa haina kazi kwako tena. Lakini ukisimama vizuri katika neno la Mungu, umekiri Yesu na kumfanya kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, alafu ukaanza kukua kiroho na kukaa katika neno la Mungu. Mara nyingi watu wanaokoka lakini wanadumaa, hajakuwa kiroho. Mtoto analishwa maziwa yasiyogoshiwa na vyakula vyepesi mpaka mtoto huyu anakomaa, anaanza kulishwa vyakula vigumu. Lakini wao walipookoka, je, ulikulia wokovu? Ulikulia wokovu? Niona anasema mchungaji, nilikulia wokovu nikakuwa. Hakuna. Wewe ulipookoka walianza kukupa nini? Makande na ugali. Ndio maana tumbo lako lilianza kuharibika, tumbo la kiroho. Ndio maana wengine hata walikufa kiroho. Maana mtoto mdogo huwezi ana wiki huwezi kumpa ugali wa dagaa, unataka kumuua mtoto. So wengine waliuawa kwa vyakula waliyelishwa. Baada ya picha kuona unaokoka leo, alafu ndio anakuambia kwa Bwana umeshakuwa kamanda wa Yesu, sasa na wewe sasa hivi anza kupigana. Mtu ndiye ametoka kupokea Yesu, alafu anaanza sasa hivi kucheza katika jina la Yesu Kristo. Bwana, hatuwezi kuchukua watu ambao eti ndio wamesajili jeshini leo hii alafu tuwapeleke kupigana. Haiwezekani. Lakini wewe eti ukipokea Yesu Kristo tayari pale na wewe unaambiwa Bwana chukua mtabu, unapewa kitabu. Unaanza kuomba sasa. Watu wa Mungu nasema hivi, asikudanganye mtu. Hivi ndipo watu wameharibikiwa. Vifungo vingine vimetupata mahali ambapo tunakusali. Ndio maana watu wa Mungu amekuongoza, mtu ameokoka chini yako. Mlee mtu huyo katika maisha ya kumlea mtoto mchanga, lakini kiroho. Anza kumlisha vyakula laini. Wakati wataanza kuwa kinini? Kiroho. Hatimaye akikua, ndio sasa anza kumlisha vyakula vigumu. Ndio maana sisi ni watoto wachanga, kama Yesu alivyosema, enyi watoto wachanga ama wadogo, ninawaachia amri mpya, mpendane. Yohana ile 13 kuanzia mstari wa 32. Ndio maana umeona sisi tumeanzia kwenye vitabu tukaendelea, sasa tunaendelea sura kwa sura, hatimaye tutajua. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata chini, akasujudu, akasema, ikiwa sasa imepata neema mbele zako Bwana, na kuomba Bwana uende kati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu, ukasamehe uovu wetu na dhambi yetu, akatutwae tuwe urithi wako. Akasema, tazama nafanya agano mbele ya watu wangu wote, nitatenda miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia yote, wa katika taifa lolote, na watu wote ambao unakaa ndani yao wataona kazi ya Bwana, kwa maana ni neno la kutisha utendalo. Iangalie neno hili na kuamuru leo. Tazama mbele yako na mtoa Mwamori na Mkanani. Umeona Bwana baada ya umeona Musa ameomba msamaha, na anaendelea kuomba msamaha kwa kama yani Musa anatumia nini? Anajitumia yeye kwa kupata kibali. Kwa kana Bwana, kama ni kweli nimepata kibali machoni pako, basi uende kati yetu, sio kwa sababu ya watu wale, lakini kwa sababu ya mimi. Kama nimepata kibali mbele zako, basi nenda katikati yetu. Lakini Bwana anamjibu kabisa kuwa atawatoa nani? Wale makabila ambao walikuwa ni wazawa wa Kanani, ili wapewe nini? Wapewe nchi yao. Hivi na Myebusi, jihadhari nafsi yako usije kufanya agano na wenyeji wa nchi ile unaiendea, isiwe mtego katikati yako. Umeona sasa kinachofanyika kwenye ile agano la kale. Mungu akutaka wana wa Israeli
wachangamane na makabila mengine na hata yale makabila ambayo yalikuwepo katika taifa la Kanani, maana Mungu alikuwa anasazia nini? Uzao pale, ili apate kumtoa Kristo kati ya wana wa Israeli. Ndio maana hawakutakiwa kuchangamana na wale wengine. Lakini kwa sasa hivi ukitumia kitabu cha Agano la Kale kuishi, basi upeleki Injili, uchangamani wengine, lakini Injili umeona ni timilifu ya kuwa tunahitaji sasa kwenda tuchangamane na wao ili tufanye nini? Tupate kueleza habari njema mfalme wa Mungu. Lakini kumbuka ya kuwa hawakutakiwa kuchangamana na yale makabila, hata kuwakaribia, hata kuoana nao, ambayo imejaa makanisani. Kanisani hata kama umepata mchumba nje utaruhusiwa wewe muoe. Utaruhusiwa muoe. Utamuoa? Naona sasa agano gani tunaishi? Hebu twende. Bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja nguzo zao na kuyakata mashera yao. Maana nguzo maana yake nini na mashera maana yake nini? Hebu mtu mmoja atanisomea. Eliza, hebu soma Waamuzi 6:25. Tuone Ashera Mungu alivyokuwa na mtuma yule mwana wa Yoashi Gideoni ya kuwa akate nguzo zao na Maashera. Nguzo zilikuwa ni nguzo zilizokuwa zinasimama katika hekalu la Baali, lakini Baali alikuwa na mke wake, mungu mke anayeitwa Ashera. Ashera alikuwa anawakilishwa na miti. Umakuta mti ulikuwa watu wanaabudu chini ya mti. Hata sasa hivi Maashera yapo. Maashera sasa yanatunda kichawi. Unakuta mtu anapanda mti, ananuizia ya kuwa miti inavyonawiri mabaya yakupate. Ndio maana na mambo ya Agano la Kale ukiyaishi sasa hivi, bila shaka yanaendana na mambo ya uchawi moja kwa moja. Mambo ya Agano la Kale ukiishi, ukianza kutoa damu sasa hivi unachinja mnyama pale na mtolea Bwana sadaka, moja kwa moja unafanya uchawi. Lakini sasa hivi damu ya Yesu inatosha. Kwa sasa hivi wala sisi tunahitaji kutegemea neno la Mungu. Neno la Mungu kwetu iwe ni kila kitu, hata kwenye maombi, mpaka upate mwongozo kwa Bwana, labda utumie kitu fulani, lakini mara nyingi neno la Mungu limetosha. Sidhani kama tunahitaji a point of contact kama Agano la Kale, ambayo ilibidi mtu ilibidi Elisha achukue chumvi aende kwenye chombo akamimine kwenye chanzo cha maji. Ile ilikuwa ndio maombi yake. Lakini sasa hivi ombea tu maji yanageuka na kuwa yanakaa vizuri. A point of contact ilikuwepo kwenye Agano la Kale. Ina maana kitu cha kuweza kufanya kushikilia. Lakini kwa sasa hivi Yesu alimechukua nafasi ya vitu vyote. Ina maana katika jina la Yesu yote yanawezekana. Hebu aliyepata soma Waamuzi sura ya 6 mstari wa 25. Ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyo nayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo. Umeona, ina maana baba yake Gideoni, Yoashi, alikuwa ni kuhani wa Mungu Baali, na kama unavyojua Baali alikuwa na mke wake anaitwa Ashera. So bila shaka madhabahu ya Ashera ilikuwa ni mti, lakini zilikuwa pamoja. Lakini Ashera alikuwa ni mungu wa kusaidia nini? Waliamini ya kuwa Ashera alisaidia uzazi pamoja na bahati katika kilimo, ili mtu apate mazao mengi kule Kanani. Lakini umeona Mungu anawatenganisha na hayo, lakini Mungu anamwambia, umeona hayo Mungu anayaweka sasa. Hiyo ni agano Mungu anaanza kufunga na Musa sasa, lakini kwa niaba ya wana wa Israeli. Utaona baada hapo Mungu akimwambia kwa uandike hayo, lakini ile amri 10 ataandika Mungu katika vipande vile ambao Musa amepanda nayo
juu. Bwana Yesu asifiwe. Ishia tu hapo. Maana nataka tu mtaone Ashera na nguzo ya 14. Maana hutamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu, ni Mungu mwenye wivu. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda. Umeona, Bwana ni Mungu mwenye wivu, usije ukafanya agano na wenye nchi. Kumbuka ya kuwa walichotakiwa kufanya ni nini? Wale wa Heti, wa Perizi na kadhalika, ilitakiwa waangamize kabisa, wasiwepo. Lakini waliambiwa kuwa watakapokosa kuangamiza, basi watakuwa ni mwiba mkali kwao. Watu wa Mungu ilitakiwa wale watoke, lakini sio kama sasa hivi watu wanapotumia maombi. Sasa hivi watu wa Mungu tunahitaji kuomba vizuri. Hayo umeona, kuna maeneo ukisoma kwenye Biblia unahitaji kuangalia Roho Mtakatifu akuongoze jinsi utumie kwenye maombi. Lakini ukichukua, bila shaka unakwenda kinyume na Injili. Injili ni utimilifu, na Injili ndicho kinachotakiwa itembee kwa sasa hivi. Lakini ana naye hubiri Injili. Injili ni kali bwana. Watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao. Hebu nikuulize, ili neno uzinzi, hebu enda kidogo, alafu nimpe mtu mmoja hapa changamoto. Mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake, ukawaoza wana wako binti zao, na binti zao akaenda kufanya uzinzi na miungu yao. Ukawavuta wana wenu wakafanya uzinzi na miungu yao. Usijifanyizie miungu ya kuyeyusha. Hiyo sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu utaitunza. Bwana Yesu asifiwe. Umeona, Mungu anaambia Musa ya kuwa asiruhusu mabinti wa Israeli kwenda kuolewa kule, wasije wakafanya uzinzi na miungu yao. Nikuulize, wanadamu wangefanyaje uzinzi na Mungu? Nipate vizuri, unapoongelea kwenye Biblia neno uzinzi, lazima uangalie msingi wake. Maana ipo maana uzinzi, maana yake ya kwanza kwenye Biblia ni kwenda kuabudu miungu mingine. Umeona? Hiyo ni uzinzi. Ya pili ilikuwa ni uzinzi katika ulimwengu wa kawaida wa kimwili. So unapotaka kujua maana ya neno, lazima uangalie msingi wa mazingira ya neno hilo. Sasa, kwa nini Mungu akutaka wana wa Israeli waende kuabudu miungu mingine ambayo ilikuwa ni kufanya uzinzi nao? Hebu tuone Mungu alikuwa ni nani kwa wana wa Israeli. Eliza, utasoma haraka Isaya 54 mstari wa 5. Hebu uwe makini ili upate kitu leo, halafu upate kuona kuwa yapo maneno ambayo sasa hivi watu wanaitumia sio inavyotakiwa. 54 mstari wa 5. Uone Mungu alikuwa nani kwa wana wa Israeli. Ndio maana alisema, mimi ni Mungu mwenye wivu, na msiende kufanya uzinzi juu ya milima na miungu mingine. Kwa nini wafanye uzinzi? Kwani walikuwa nini na wafunga wasifanye uzinzi, wasiabudu miungu mingine? Isaya 54 mstari wa 5. Kwa sababu muumba wako ni mume wako, Bwana wa majeshi ndilo jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Umeona, Bwana alikuwa ni mume ya Waisraeli. Mume kivipi? Neno mume ni mtu ambaye alikuwa anasimamia watu na kutoa mahitaji muhimu na kuwalinda. Umeona sasa? Na kutoa mwongozo. So neno mume, wewe kama mume, familia yako unaishije naye? Wewe kama mke, je, mume unaishije naye namna gani? Lakini umeona tunapata maana ya neno mume, ya kuwa mume kumbe alikuwa ni mtu anayetunza watu, anayewalinda watu, anayetoa mahitaji muhimu, anayetoa na mwongozo, anayeongoza pia, anayetangulia kwa mbele, anayekuwa kichwa, ambao hayo yote Mungu aliyatenda kwa taifa la Israeli. Neno likiandikwa mara moja tu kwenye Biblia
basi haijadhibitika. Ndio maana wanaagizo kuu lazima tuone kama imeandikwa zaidi ya mara ngapi? Moja. Eliza tena soma Yeremia 3:14. Kitabu cha Yeremia 3:14, kabla tujaendelea na Kutoka, upate kuona kuwa Mungu alikuwa ni mume wa Israeli. Ina maana alikuwa ni mlinzi wao, alikuwa ni mtoaji wa mahitaji muhimu, alikuwa ni kiongozi wao. Yeremia 3:14. Rudini enyi watoto wenye kuasi, asema Bwana, maana mimi ni mume wenu, nami nitatwaa mtu mmoja wa mji mmoja. Umeona? Rudini enyi watoto gani? Wenye kuasi. Wenye kuasi. Amjui ya kuwa mimi ni mume wenu. Sasa kama ni watoto wa kuasi, anakuaje tena mume wao wakati ni watoto tu? Ina maana mimi ni anayewahudumia, anayewaongoza, anayewapa mahitaji muhimu, na anayekaa katikati yenye. Bwana Yesu asifiwe. Hebu labda imeandikwa mara mbili, hebu tuone mara sehemu nyingine. Sehemu nyingine, hebu soma sura 31 na mstari wa 32, kitabu cha Yeremia, ambayo ndio ile agano jipya ambao Mungu aliahidi ya kuwa atafanya. Agano jipya ambao baada ya wao kuvunja agano ile la mwanzo, Mungu anaahidi agano jipya ambayo angetengeneza ingekuwa bora. Ndio hii agano tuliyopo. Yeremia hiyo 31, unaweza kuanzia 31, lakini mstari wa 32 ndio Mungu anasema yeye ni mume wao. Yeremia 31:31. Angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Umeona sasa? Umeona hapo? Umeona sasa hapo? Nyumba ya Israel na nyumba ya Yuda hapa iliwakilisha nini? Iliwakilisha taifa la Israeli na mataifa mengine. Ndiyo maana nyumba ya Yuda na nyumba ya Israeli. Maana hii ingekuwa ni agano kati ya Mungu na mataifa yote na watu wote na dunia yote, lakini hiyo ilielekeza watu katika ujio wa Kristo. Maana kupitia Kristo ingefanyika agano iliye bora, lakini ya kufanya nini? Ya kudumu. Ndio maana hii agano la wokovu imeanzia sasa hivi, lakini itaenda mpaka baada ya kifo, baada ya unyakuo, mpaka milele. Agano hilo litafanya nini? Litasimama. Ndio maana ni agano iliyo bora. Si kwa mfano wa agano lile lililofanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mikono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Umeona? Walivunja ile agano, ingawa alikuwa ni mlinzi wao, alikuwa ni wa kutoa mahitaji muhimu, alikuwa ni kiongozi wao, ingawa nilikuwa mume wao. So unapoongelea kwenye Biblia kuna mambo mengine ambao mtu mwingine kula hawezi kuelewa. Ndio maana unahitaji kutuna akili yako na kujua mambo ambayo unaweza kufanya uelewe Biblia. Neno hilo mume utaielewaje? Lazima uelewe ya kuwa nilikuwa mume kwao. Ina maana nilikuwa ni mtu ambaye anawapa mahitaji muhimu. Nakumbuka walikuwa analishwa kule pasipo wao kufanya kazi. Kazi ya mume inatakiwa kuhudumia familia yake, kuprovide, yani kuleta ulinzi, kuongoza na kuwa katikati yao. Umeona? Hayo yote Mungu alifanya katika taifa la Israel. So hebu tuendelee Samu huko. Nadhani tumepata kuona ya kuwa kwa nini alisema yeye ni mwenye wivu. Alikuwa mwenye wivu kwa sababu gani? Kwa sababu ya alikuwa ndiye anayewaongoza na kuwapa mahitaji muhimu. So hakutaka wamwendee mtu mwingine tena wamwabudu, ambayo alikuwa afanye nini?
hawahudumii. Ni sana sasa hivi unayo mume kwenye ulimwengu wa kawaida, alafu tena mume huyo ndiye anayekugharamia vitu vyote, alafu tena unakwenda kuwa na mahusiano nje kule. Bila shaka lazima huyu mume anayekuhudumia na kuleta kila kitu aone wivu, lakini hiyo ni Kiingereza nasema allegory. Ina maana inatumika neno la mifano, lakini kuoanisha na kufundisha kitu ambayo ni ya uhalisia. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 18. Hiyo sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu utaitunza. Utakula mikate isiyotiwa chachu muda wa siku 7. Umeona, tuliwahi kupitia hiyo sikukuu ambazo zilitakiwa katika taifa la Israeli, lakini nikawa nimesema kuwa katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 23 imeongelea sikukuu zote. Tutakapofika kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi tutaona hizo sikukuu, lakini walitakiwa kwenda mbele za Mungu mara ngapi? Walitakiwa kwenda mbele za Mungu mara 3 kwa mwaka. Ina maana palikuwa na sikukuu gani? Palikuwa na sikukuu ya Pasaka ambayo ilikuwa pamoja na sikukuu ya mkate usiotiwa chachu, alafu pia na ikiwepo pia na hiyo malimbuko. Lakini ilikuwa ni mwezi gani? Mwezi wa Abibu kwao, ambayo ilikuwa ni mwezi kati ya mwezi wa 3 na wa 4, lakini na sisi ikiwa ni mwezi wa 4 kwao, ikiwa ndio mwezi wa kwanza au kalenda ya Mungu. Lakini pia ikiwepo baada ya siku 50 ile sikukuu ya mavuno, ambao kwetu imekuja kuwa ni sikukuu ya Pentecostal, ambao kwao ilikuwa ni kwenye mwezi wa 6. Alafu ikiwepo tena na ikija kuwepo tena na sikukuu ambayo ilikuwepo katika mwezi wa 7 kwao, lakini kwetu mwezi wa 10, ambao palikuwepo na sikukuu ya baragumu ama tambeta, na sikukuu ya upatanisho, pamoja na sikukuu ya mahema ama mabanda. Bwana Yesu asifiwe. So sikukuu wa mkate usiotiwa chachu, ina maana ilikuwa inaendana moja kwa moja na ile Pasaka. Ina maana Pasaka, siku ya Pasaka ilikuwa ni siku ya 14 ya mwezi wa Abibu, lakini ukianzia siku hiyo, ina maana unahesabu siku 7 ambao watakiwa wale mkate pasipotiwa chachu. Ina maana mpaka siku ya 21 ndipo sikukuu ya mkate usiotiwa chachu ilikuwa inafanya ilikuwa inaisha. Lakini je, sikukuu ya mkate usiotiwa chachu iliwakilisha nini? Yesu alisema mimi ni mkate wa uzima. So kinachofanyika, Yesu alikuwa ni chakula cha kiroho, lakini kumbuka, mkate usiotiwa chachu uliwakilisha Yesu pasipokuwa na dhambi. Ina maana neno la Mungu ni chakula kisichokuwa na chachu. Ina maana Yesu ni neno la Mungu. Ndio maana ukisoma katika ile Yohana ile sura ya 6 mstari wa 42 mpaka 53, unaona kabisa Yesu kaelezea kuwa wale watu wanamwendea wakimwambia, Bwana, tumefuata. Hiyo ni baada ya jana yake kufanya kula mkate na samaki. Anawaambia, nyinyi hamjanifuata mimi tu hivi, bali mnatafuta mkate mliyekula jana. Lakini leo hakuna miujiza ya mkate, ipo miujiza ya Jona kufanya kukaa siku 3 ndani ya tumbo la nyangumi. Lakini akiendelea kuambia kuwa mimi ndimi mkate na lazima mnile. Akasema, wewe utukuliwe wewe. Akasema ya kuwa yeye ni mkate wa uzima iliyeshuka kutoka mbinguni. Lakini unaona kwenye Agano la Kale, mana ilikuwa ni chakula cha kutoka mbinguni. Kware ilikuwa ni chakula cha kutoka mbinguni. Maana hebu nikuulize, wale kware waliyeliwa kila siku wanaposafiri, wanapofika Refidim, kware wapo. Wanapofika mlima Sinai, kware wapo. Wale kware walikuwa wanatoka wapi? Ni wapo walikuwa wanatoka kware wa kutosha watu zaidi ya 3,000,000. Ina maana ilikuwa ni chakula cha kutoka mbinguni, ikiwakilisha mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kinachofanyika ni bila shaka kila kitu kwenye Agano la Kale inayo uhalisia wake. Mkate usiotiwa chachu, Yesu Kristo, maana alikuwa ni chakula cha uzima pasipokuwa na dhambi. Maana chachu iliwakilisha nini? Yesu akasema kwa jitengeni na chachu ya Mafarisayo. Chachu ya Mafari, ina maana jitengeni na mafundisho ya uongo ya Mafarisayo. Kama nilivyokuagiza kwa majira yaliyoungwana katika mwezi wa Abibu,
kwa kuwa mlitoka Misri katika mwezi huo wa Abibu. Kila kifungacho mimba ni cha kwangu mimi, na wanyama wako wote walio waume, wazao wa kwanza wa ng'ombe na kondoo, na mzao wako wa kwanza wa punda utamkomboa kwa mwana-kondoo. Tena kwamba hutaki kumkomboa, ndipo utamvunja shingo. Wazaliwa wa kwanza wote wa wanao utawakomboa. Umeona, tuliona hayo yote, tuliona Mungu akiwaambia wana wa Israeli kwenye ile sura ya 19 mpaka 24, maana tuliona haya yote. Sasa Mungu anarudia hayo tena siku 40 kumwambia Musa aandike tena, maana ile agano lishafanywaje? Ilishavunjwa. Sasa kinachofanyika ni agano, Mungu anafanya tena upya na Musa, lakini akitoa maelekezo tena. Tuliona ya kuwa hakutakiwa mwanambuzi atokozwe kwenye maziwa ya mama yake, lakini pia tuliona ya kuwa mzaliwa wa kwanza atakuwa ni mali ya Mungu, lakini pia mzaliwa wa wanyama pia, kama ni punda basi atakombolewa kwa mnyama ambayo ni msafi. Vinginevyo ilitakiwa uvunje shingo yake, na maana umue, lakini mbele pale ya uwepo wa Mungu. Twende kwa jina la Yesu. Wala hapana atakayehudhuria mbele zangu mikono mitupu. Utafanya kazi. Kwa nini zamani watu walikuwa hudhurii mbele za Mungu mikono mitupu, ambao sasa hivi imejaza makanisa? Kumbuka ya kuwa ulihudhuria mbele za Mungu ilibidi pawepo kitu ambacho inakuwa sadaka. Maana yake ilibidi umwage damu. So mkono mitupu maana yake ukipata kwenye asili ya maana ya Kiebrania ilikuwa ya kuwa lazima aje na kitu kinachompatanisha na Mungu, ambayo ilikuwa ni mnyama ambayo lazima afanye nini? Lazima mwage damu yake, alafu ndio iwe ni kiunganishi ambayo inaunganisha Mungu na yule aliyeenda mbele za Mungu. Ndio maana waliyekuwa wanaenda mbele za Bwana ilikuwa inabidi wasiende mikono mitupu, na maana watoe nini? Watoe matoleo ambayo ilikuwa ni wanyama kwa ajili ya kutolewa, yanatolewa kafara, ndipo sasa wanapata kufikia Mungu. Lakini mbona wanapochukuliwa sasa hivi? Maana watu walikuwa wanatoa matoleo gani? Of course matoleo yalikuwa ni wanyama wa kupata kuchinjwa, sio kama sasa hivi unapotoa fedha. So sasa hivi bado hiyo ipo, usije nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Of course kama una kitu cha kutoa nyumbani mwa Bwana inapendeza, lakini kama huna pia usikose kwenda nyumbani mwa Bwana kwa sababu hauna cha kumtolea kwa Bwana. Imeandikwa ya kuwa nisiende nyumbani mwa Bwana mkono mitupu. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Unapopata toa kwa ajili ya kumbariki Mungu, unapokosa bado aenda nyumbani mwa Bwana, maana utii ni bora kuliko nini? Dhabihu. Twende kwa jina la Yesu. 21. Fanya kazi siku 6, lakini katika siku ya 7 utapumzika. Wakati wa kulima mashamba na wakati wa kuvuna pia utapumzika. Nayo utaitunza sikukuu ya majuma, nayo ni malimbuko ya mavuno ya ngano, na sikukuu ya kukusanya vitu vya mwisho wa mwaka. Bila shaka limbuko ilikuwa ni Jumapili ya kwanza baada ya sikukuu ya Pasaka, lakini palikuwa pia na sikukuu ya nini, ya mavuno pia, lakini pia na sikukuu ya majuma, ambao sikukuu ya majuma ilikuwa inawakumbusha jinsi walivyokaa katika mahema miaka 40 kule jangwani, na ilikuwa ni kumbukumbu ya maisha waliyopitia, jinsi Bwana alivyowabeba kwa mbawa tai, jinsi Bwana alivyowaongoza na kuwalisha kule jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sikukuu ya limbuko iliwakilisha nini? Sikukuu ya limbuko iliwakilisha Yesu kuja kufanyika kuwa ni limbuko katika waliofufuka katika Kristo na kupata kuingia nini? Mbinguni. Yesu alifanyika kuwa ni limbuko letu, na pia kumbuka ya kuwa akiwa ni wa kwanza kuingia mbinguni, ili na sisi tunapokwenda basi yeye ndio awe alitangulia kwenda. Lakini Pasaka iliwakilisha nini? Iliwakilisha kifo cha Yesu, ambayo alikuja kuchukua nafasi ya yule mwanakondoo wa Pasaka, naye akifa siku ile ile ambao mwanakondoo wa Pasaka alikuwa anachinjwa. Na kumbuka ya kuwa
akifa saa 9 wakati ilikuwa ni muda wa kumchinja yule mwanakondoo wa Pasaka, naye akifanyika kuwa ni mbadala wa yule mwanakondoo wa Pasaka. Na sasa Yesu ni mwanakondoo wa Mungu aliyeubeba dhambi za ulimwengu. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 na mstari wa ngapi? Mstari wa 29. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Mara 3 kila mwaka waume wako wote watahudhuria mbele za Bwana Mungu. Walikuwa na hudhuriaje mara 3? Walipoingia kwenye nchi ya ahadi. Kumbuka ya kuwa hekalu lilijengwa Yerusalemu. So kila wakati wa sherehe watoto wa kiume, kama unavyoona ile sura ya 3 kitabu cha Luka, Yesu alipokuwa na miaka 12 alipelekwa Yerusalemu kusherekea nini? Pasaka. Na maana watoto wa kiume pamoja na wanaume wote ilibidi wasafiri waende Yerusalemu kuhudhuria zile sherehe. Sherehe ilikuwa katika miezi mitatu tofauti. Mwezi wa 4 ambao kwa alikuwa ni mwezi wa kwanza, alafu na katika mwezi wa 3 kwao ambao kwetu ni mwezi wa 6, na katika mwezi wa 7 kwao ambao sisi ni mwezi wa 10, na mara 3 wakipanda kwenda Yerusalemu na kujihudhurisha mbele za Bwana. Maana hiyo ilikuwa ni mpango wa kuwa na hekalu moja kati ya wana wa Israeli baada ya kuingia katika nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sasa hivi kila mtu ni hekalu la Bwana, maana Bwana aliketi katikati yao katika ile hekalu. Lakini sasa hivi soma kwenye waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 3 na mstari wa 16, inasema kuwa hamjui ya kuwa nyinyi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kama unapojua Roho Mtakatifu anamwakilisha Mungu Baba na Mwana ndani yetu. Ndio maana Mungu Baba yuko mbinguni kwenye kiti chake cha enzi na Kristo akiwa mkono wa kuume, lakini Yesu akasema mimi na Baba yangu tutakuja kufanya makazi ndani yenu. Ina maana tayari Roho Mtakatifu akiwepo ndani yako, anakuwepo Mungu Baba na Mungu Mwana pamoja na Mungu Roho Mtakatifu. Twende kwa jina la Yesu. Kwa kuwa mimi nitazitupa nje taifa za watu mbele yako na kupanua mipaka yako, wala hapana mtu yeyote atakayetamani nchi yako hapo utapokwea kwenda kuhudhuria mbele za Bwana Mungu wako mara 3 kila mwaka. Usogeze damu ya sadaka yako pamoja na mikate iliyotoa chachu, wala hiyo sadaka ya sikukuu ya Pasaka itaswazwa hata asubuhi. Unaona, sadaka na mkate usiotiwa chachu ni sawasawa sasa hivi na kutoa sadaka yako pamoja na neno la Mungu ambayo haina ukweli ndani yake. Kama unavyojua neno la Mungu ni Yesu, lakini Yesu hakuwa na chachu, ina maana alikuwa hana dhambi. Ndio maana fundisha ukweli katika swala la kutoa sadaka. Fundisha, ndio maana na wewe unalazimisha nifundisha kwa kama una neno na mtu kule nje, basi usitoe sadaka yako, patana naye kwanza, maana huwezi kubarikiwa. Na kama ukipata na hela yako pia kwenye njia sio kwa sahihi, usitoe, maana badala ya kuchuma baraka utachuma laana. Kuna watu wengi ambao wamelaaniwa makanisani. Amepata hela kwenye njia sio sahihi, alafu natoa kwenye sadaka. Of course unanawirisha huduma, lakini je, wewe kama wewe je, unapata mabaya? Vitu vya kwanza na malimbuko ya nchi yako utavileta na kuvitia ndani ya nyumba ya Bwana Mungu wako. Usimdokose mwanambuzi katika maziwa ya mama yake. Bwana akamwambia Musa, andika maneno haya kwa kuwa mimi nimeyafanya agano nawe na pamoja na wana wa Israeli. Umeona sasa, ina maana kuanzia katika sura ya 13 mpaka sura ya 25, hiyo ni maelezo ambayo Mungu anamweleza Musa aandike. Anaandika hayo yote, lakini kumbuka ya kuwa sasa katika vipande vile viwili Mungu ataandika zile amri 10. Lakini mtu wa Mungu kinachopata ni nini? Mungu ni Mungu wa utaratibu. Na umeona hata kwenye kutoa mwanambuzi ama mwanakondoo, ulisikia alikuwa anaanzia mwanakondoo na mwanambuzi wa mwaka ngapi? Mwanakondoo wa Pasaka alikuwa ni na mwaka ngapi? Lakini asiokuwa na ila. Ndio maana mwana huyo angalau hata kunyonya tayari anafanya nini? Tayari anaanza kuacha, anaanza sasa kula majani. Umeona sasa? So kinachofanyika, Mungu alikuwa ni Mungu wa utaratibu. Na Mungu anajali sana watu wa Mungu ukweli.
Mungu ni mkweli, ndio maana wanayesimamia ukweli siku zote Mungu anawapenda. Kama kuna kitu Mungu apendi, uongo. Maana Yesu akawaambia kuwa nyinyi sio wa baba yenu, nyinyi sio wa Mungu, bali nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Umeona? Yohana 8:42 mpaka 45, ya baba yao Ibilisi. Lakini wewe je, bado kana uongo ndani yako? Anza kujifunza kuongea ukweli. Mtu anakupigia simu anakudai, bwana uko wapi? Uko kanisani, alafu anatafuta cover bwana. Nipo Kariakoo. Kaka nyumbani mwa bwana uko Kariakoo? Siko sasa hivi bwana, nimesafiri. Mwambie bwana mimi nipo. Lakini kwa nini mpaka yeye ndiye akupigie simu? Mpigie simu. Kama mtu anakudai, mpigie simu, mpe update. Mwambie bwana, samahani bado sijapata. Yeye mwenyewe anakuwa na amani. Lakini sasa kama uonekane, kinachofuata nini? Anakukopesha alafu tena anakupigia simu, anatumia saa gharama kubwa. Kwa nini asiongee kwa hasira? Tujifunze kusema ukweli. Na kinachofanya watu waseme uongo ni simu. Sasa mtu mwenyewe hayupo karibu na wewe, kwa nini useme uongo? Hujawahi kusikia umekaa kwenye daladala lakini mtu anasema uongo? Hala, uko wapi? Niko Mwanza bwana. Wewe uko Mwanza wakati uko Kariakoo kwenye daladala. Saa nyingine amekuona, umeona, saa nyingine mtu anakupigia simu lakini amekuona ulipo. Anakwambia bwana nimekuona hapo bwana, lakini bwana mimi bwana niko majuu huku kwanza. Mungu ajua wakati wewe uko kwenye daladala. Watu wa Mungu tujifunze kusema ukweli. Sasa hakuna kitu kinachofanya watu waseme uongo kama simu za mkononi. Siku moja kwenye daladala moja anasema, niko chumbani. Uko chumbani. Baadaye tukana simu tukaanza kucheka, tukasema hapo uko chumbani. Lakini saa nyingine mtu anapokuuliza uko wapi, yeye yuko chumbani. Umeona? Msema kweli ni mpenzi wa Mwenyezi Mungu. Ongea ukweli, itakuweka huru. Na kama kuna sehemu ambayo shetani amekamata na watu waliookoka, ni sehemu ya uongo. Na hii inakuzuia hata baraka zako, hata uponyaji wako. Ongea ukweli. Mimi kama kuna kitu ambacho namshukuru Mungu ni kunifanya niongee ukweli. Eleza mtu ukweli. Hakuna watu waongo kama watu waliookoka. Lakini shetani anawazuia. Kwa nini watu hawafanikiwe katika neno la Mungu? Ni kwa sababu unakaribia kupata baraka zako, kesho unatakiwa upate hela, umeshaambia mtu wewe bwana hapa nipo na niko hapa Mwenge bwana. Uko Mwenge wakati wewe uko Kinyerezi. Kesho tayari ile ameshaipiga mieleka, fedha na baraka ulizotakiwa kupata imeshatoka. Jifunze kusema ukweli. Sema kuanzia leo. Katika jina la Yesu. Nitasema ukweli. Na Mungu nisaidie. Na yaweza yote. Katika wewe. Unitie nguvu. Kinywa cha uongo. Ninaikataa. Kwa jina la Yesu. Ninalivua kwa neno la Mungu. Katika jina la Yesu. Kinywa cha uongo itoke kwako kwa jina la Yesu. Amen. Uvae kinywa cha Kristo na useme ukweli kwa jina la Yesu. Amen. Kwa mujibu wa maneno haya, naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake. Umeona? Kula chakula wala kunywa maji, naye akaandika katika hiyo ndio kufunga siku 40, mfungo mkamilifu. Mfungo mkamilifu kwenye Biblia nilikwambia kuwa itaandikwa kuwa hakula chakula wala kunywa. Ukiona imeandikwa kuwa hakula chakula wala ijaandikwa kunywa maji, ina maana hiyo ilikuwa ni mfungo wa kawaida ambayo anaruhusiwa kula chakula na kunywa maji. Lakini tofauti kati ya mfungo wa kawaida na mfungo mkamilifu, mfungo mkamilifu itaandikwaje? Itaandikwa hakula chakula wala kunywa maji. Hiyo ni mfungo mkamilifu. Lakini mfungo wa kawaida inaandikwa tu hakula chakula. Ukiona imeandikwa hakula chakula na haijaandikwa hakunywa na maji, hiyo ni mfungo wa kawaida. Nilikwambia hapo yapo kufunga aina 3. Kufunga aina ya kwanza ni kufunga ya kawaida ambayo Yesu naye alifunga katika ile Mathayo sura ya 4, ilikuwa imeandikwa Yesu hakula chakula.
na haijaandikwa kunywa maji. So hiyo ni mfungo wa kawaida, na bila shaka mfungo wa pili ni mfungo nusu. Mfungo nusu ni mfungo ambao unachagua kwa Bwana, mimi sitakula dagaa, mimi sitapaka mafuta. Mfungo ambao Danieli alifunga, ambao ndugu zetu wa Roma huwa wanafunga. Unachagua vitu ambao hutaweza kufanya nini? Kula. So kinachofanyika hiyo ni mfungo nusu. Lakini mfungo mkamilifu ni mfungo aliyefunga Musa ile mara ya kwanza alipopanda mlimani, kwenye sura ya 25 mpaka 32, na kwenye hii sura ya 34 alipopanda mara mbili. Lakini na mfungo aliyefunga Eliya Mtishibi, mgeni wa Gileadi, pale alipotembea siku 40 akielekea mlima Sinai. Mtu mwingine aliyefunga mfungo kavu lakini tatu alikuwa ni Esther, aliyekuwa ni mjomba wa nani? Mordekai. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nasema hivi, mfungo wa kutokunywa maji haitakiwi zidi siku 3. Kama umeambiwa ufunge mfungo mkamilifu, mwisho wa mfungo mkamilifu ni siku 3. Lakini kwa nini mchungaji Musa alifunga siku 40? Musa alifunga siku 40, alikuwa mbele za Bwana, uweza wa Bwana kimuujiza. Mbona Eliya alifunga siku 40? Eliya akalala, akaamka, akaambiwa kwa kula ule mkate na unywe maji kwenye gundi la mana, unayo safari mrefu. Akalala tena, akamshwa akala. Na maana katika chakula kilichotoka mbinguni aliyeletewa na malaika, aliyekula Eliya ndio aliyempa nguvu ya kwenda mchana na usiku, siku 40. Akafika wapi? Akafika mlima Sinai. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mfungo mkavu isizidi siku 3, maana baada ya siku 3 bila shaka mwili, umejua mwili unafanya nini? Mwili, maji, inatumia maji sana. Mfumo wa mwanadamu unatumia maji sana. So katika hizo siku 3 bila shaka utakuwa maji yanatoka. Lakini kumbuka ya kuwa maji ikipungua kwenye mwili wa mtu inaweza ikatarisha maisha yako, lakini pia ikaondoa ushuhuda wa neno la Mungu, maana amekufa, alikuwa anafunga. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wamejaribu kufunga, lakini unapotaka kufunga ni vizuri hata kama Mungu amekwambia umshirikishe mchungaji kwa ajili ya ushauri. Na hata unapofunga 3 kavu, lazima uangalie vitu utakavyotumia kwenye kufungua. Utakiwa kwanza kula vyakula vigumu, maana tayari utumbo ulikuwa umeshafanya nini? Umeshakusinya. So unatakiwa kwanza kunywa vitu vilaini kama juisi, vitu vya moto, umeona? Kwanza kwa muda kidogo kidogo. Maana kumbuka hata kunywa yenyewe hivyo vitu huwezi kunywa. Yaani ukinywa hata kwenda yeni utakuwa unywe kidogo kidogo. So lazima upate kwa ajili ya ushauri. Usiende tu, bwana nimeambia nifunge. Je, una uhakika ni Mungu? Kuna watu wamekufunga na wamekufa wengi, mimi nawajua. Usifunge tu hivi hivi. Unapotaka kufunga, kama Mungu amesema nawe, kama uko chini ya agizo kuu, lazima umwambie mchungaji wa agizo kuu, naye amwombe Mungu na akusaidie katika muongozo. Maana watu wa Mungu, watu wamechukua swala la kufunga kama swala la kawaida tu, huku uzinzi kidogo, mabaya kidogo na kufunga. Ufungi unashinda na njaa. Unashinda na nini? Na njaa, unajitesa. Na watu wengi wamepata matokeo mabaya kata kufunga. Je, Yesu alifunga mara ngapi? Yesu alifunga mara ngapi? Yesu katika maisha yake yote alifunga mara moja. Mara ngapi? Jihadhari sana na masuala ya kufunga. Uwe makini nayo. Sipingi watu wanayefunga, lakini uwe makini sana, maana isije kawa ni mlango wa shetani kupata upenyo. Hebu malizia nipate kuomba na kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtu mmoja. Naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagizo. Tayari yale aliyempa mwongozo Musa amemwambia andike, lakini katika mbao zile mbili alizotengeneza Musa, Mungu anaandika zile amri 10. Bwana Yesu asifiwe. Hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai na zile mbao mbili za ushuhuda zilizokuwa kwa Musa, hapo aliposhuka katika mlima, Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa kwa sababu amesema naye. Basi Haruni na wana wote wa Israeli walipomwona Musa, tazama ngozi ya uso wake iling'aa, nao wakaogopa kumkaribia. Musa akawaita
Musa akawaita Haruni na wakuu wote wa kusanyiko wakarudi kwake. Musa akasema nao. Baadaye wana wa Israeli wote wakakaribia, akawahusia maneno yote ambayo Bwana amemwambia katika mlima Sinai. Na Musa alipokuwa amekwisha kusema nao, akatia utaji juu ya uso wake. Lakini desturi ya Musa ilikuwa alipoingia mbele za Bwana kusema naye kuvua huo utaji Lakini desturi ya Musa ilikuwa alipoingia mbele za Bwana kusema naye kuvua huo utaji mpaka atoke. Akatoka akawaambia wana wa Israeli maneno yote aliyowaambia. Wana wa Israeli wakaona uso wa Musa, ya kuwa ngozi ya uso wake Musa iling'aa, naye Musa akautia utaji juu ya uso wake tena hata kuingia kusema naye. Bwana Yesu asifiwe. Tayari Musa alipoona mgongo wa Mungu na umbo la Mungu, na kwa sababu alipata kibali kwa Mungu, bila shaka paji la uso la Musa ikabadilika, ikaanza kung'aa. Ina maana ile ilikuwa inaonyesha alama ya utukufu wa nani? Wa Mungu aliyeuona. Sasa ikawa sasa wana wa Israeli hawawezi kuivumilia, maana ilikuwa ni uwepo wa Mungu. Ndio maana alipokuwa anaenda mbele wana wa Israeli akawa anafunga nini? Utaji. Lakini hiyo ni kitu ambacho iliwaathiri sana. Itakiwa ile utaji isifungwe, waione, ili na wao pia ile utukufu wa Mungu iwe sehemu ya maisha yao. Lakini maana ilifungwa, ndio maana watu wale wakuja kukubali injili ya Bwana. Hebu tuone utaji kwenye Agano Jipya. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 13. Tuone mambo machache kwenye Agano Jipya, alafu nimshukuru Mungu. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 13. Aliyepata soma. Nasi kama Musa alipotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika, ila fikra zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati Soma Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 13 tu. Nasi si kama Musa alipotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Israeli wasitazame sana mwisho ile iliyokuwa ikibatilika. Endelea. Ila fikra zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo Agano la Kale, utaji huo ukaa, yani haifunuliwi kwamba uondolewa katika Kristo. Ila hata leo Torati ya Musa isomwapo utaji uikalia mioyo yao, lakini wakati wowote utakapomgeukia Bwana ule utaji uondolewa. Umeona? Utaji upo mpaka sasa hivi. Ndio maana hakupata kuona ya kuwa Kristo alishakuja. Ndio maana bila shaka wanao uzito. Ndio maana injili hawajaiona. Laiti ule utaji Musa singeufunga, ili ile utukufu wa Bwana uwe pamoja nao. So bila shaka watu wa Mungu, neno la Mungu tunayejifunza hapa imebeba utukufu wa Mungu. Neno la Mungu linavyokuwa ndani yako, bila shaka hata ufahamu wako, hata akili yako, hata kuongea kwako, huwezi kuongea mabaya. Lakini watu wanaongea mabaya kwa sababu na wao ule utaji ambayo iliwafunika wana wa Israeli, na wao inawezekana imewafunika. Ndio maana hawafundishi nini? Hawafundishi Agano Jipya na kuishi Agano Jipya. Lakini hicho iliwaathiri sana wana wa Israeli, huo utaji, maana waliukimbia uwepo wa Mungu. Maana Musa kukaa na Mungu, ndio maana uso ulibadilika. Bwana Yesu asifiwe. Na of course kufunga, utasoma kwenye Mathayo 6:16 kuhusu ile maombi Yesu alifundisha wanafunzi wake, akasema mfungapo. Tunapofunga watu wa Mungu, tusiwe kama wanafiki, bali kwa sasa hivi nawa uso, oga, vaa vizuri. Zamani walikuwa akifunga anapaka na mavumbi. Kuna mtu mwingine akifunga kila mtu atajua. Msinitanie kabisa bwana, mimi nafunga hapo, msinichezee. Usitangazie watu kama unafunga.
kama ni lazima ndio watangazie, lakini kufunga kwetu tusiwe kama wanafiki wa Mfarisayo walivyokuwa wanafanya ili wapate kuonekana. Chochote unachofanya kuhusu neno la Mungu na ufalme wa Mungu usifanye ile uonekane, fanya kwa ajili ya Bwana kuonekana. Kuhusu tumeona pale katika ile maelekezo. Hebu kwanza niambie kuwa umeona hii sura nimeigawanya mara 5 katika dondoo 5 ili uone niligawanyaje. Niligawanya dondoo ya kwanza ni mbao mpya 2 ya mawe, ambao ni sura ambao ni mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Dondoo ya kwanza mbao mpya 2 ya mawe, mstari wa kwanza mpaka wa 4. Dondoo ya pili ni ufunuo. Mungu akamfunulia Musa pale mlimani, ambayo ni mstari wa 5 mpaka mstari wa 9. Dondoo ya tatu ni agano kufanywa upya. Mungu akafanya agano na Israeli, lakini akifanya na Musa kwa niaba yao. Ndio maana zile amri na sheria ziliitwa sheria za Musa, sio za wana wa Israeli. Maana zile za wana wa Israeli ndio vile vipande ambao Musa alivunja, na maana ile agano ilivunjika. Lakini sasa Mungu akafanya na Musa kwa niaba yao. Bwana Yesu asifiwe. Agano kufanywa upya, hiyo ni mstari wa 10 mpaka mstari wa 17. Mstari wa 10 mpaka 17. Na dondoo ya 4 ni maelekezo ambayo Mungu alimweleza Musa na akamwambia andike kuanzia mstari wa 18 mpaka mstari wa 26. Yale ambayo Mungu mwishoni akamwambia Musa kwa uyaandike. Na dondoo ya mwisho nimeandika Musa pale Musa anashuka na uso wake ikiwa inawaka na anaifunga utaji. Musa, dondoo ya 5 mstari wa 25 mpaka mstari wa mwisho ambao ni 35. Bwana Yesu asifiwe. Tuliona pale Mungu akasema ya kuwa kuwatiliza watoto uovu wa baba zao. Mara nyingi sasa hivi mtu anapookoka, basi ile laana uwe inafanya nini? Ukiokoka alafu ukapata kufundishwa msingi wa kulia wokovu na ukajifunza na ukakuwa kiroho vizuri, basi ile laana huwa inafanya nini? Ile laana huwa inavunjika. Hebu nisomee Wakorintho wa pili sura ya 5 na mstari wa 17, alafu nitakuwa na mshukuru Mungu. Umeona, tunajaribu kuangalia na agano jipya. Umeona, Mungu akasema na laana ile atawapatiliza watoto, yaani uovu wa baba zao. Lakini sisi tuliookoka tuhitaji tena kuhangaika nayo, maana kama tumejua neno la Mungu na kukaa vizuri, basi laana inakuwa imetoka. Soma Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 17. Imeandikwa, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Umeona, hata wewe ukiwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipya, na wewe sio wa ukoo wako ama familia yako, bali ni ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Na tukaona pia pale Mungu akimwambia Musa kuwa mzaliwa wa kwanza atakuwa ni wa kwake. Lakini kwa sisi je, tumpelekee Mungu azaliwa watu wa kwanza? Bila shaka Yesu alifanyika kuwa ni mzaliwa wa nini? Mzaliwa wa kwanza. Hiyo katika Yohana kwa wakati wako sura 3 mstari wa 16. Yesu alifanyika kuwa ni mzaliwa wa kwanza, na maana anakaa ndani yetu, yeye ni neno. Basi sema mimi ni mzaliwa wa kwanza pamoja na Kristo. Mimi ni mzaliwa wa kwanza pamoja na Kristo. Bila shaka mtu wa Mungu, ninaishia hapo, lakini jina la Bwana libarikiwe sana kwa ajili ya wewe uliokuwepo tayari. Kesho sasa tunaingia kwenye awamu ya mwisho ya hema ya makutano. Tayari hapo Musa ameshuka, umeona ameshuka, lakini sasa na vipande vya mbao vyenye sheria hajazivunja tena. Sasa sura ya 35 sasa kesho inaanza sasa kujengwa. Sasa watatoa sasa sadaka, sasa kama alivyoagizwa Musa kwa watoe sadaka aina gani.
watatoa sadaka sasa, alafu moja kwa moja 36 inaanza kujengwa sasa hema ya makutano na maskani ya Bwana pamoja na vile vyombo vyote vilivyopo ndani yake. Na katika sura 40 tutaona ya kuwa maskani imekamilika na tayari utukufu wa Bwana tutaona imeshuka na kuifunika ile hema ya makutano. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu kwa ajili yako? Neno hilo nilivyokuwa naomba mara ya kwanza nilisema ya kwa Bwana neno lake litakaze watu, neno lake lipite wakati nafundisha. So naamini neno la Mungu limepita katika mwili wako na vyote vimeondolewa. Nani mwenye swali katika sura ya 34? Bila shaka ninapomshukuru Mungu, yawezekana ipo mti uliopandwa mahali, kama sio kwako basi hata kule ulikotoka. Hiyo ni uchawi ambayo ipo sana kwetu kule Iringa, uchawi ambayo ni imenawiri sana, si ndio? Na maeneo mengine katika nchi yetu. Unakuta mtu amepanda mimea fulani na kaa vizuri ama mti, lakini kadri inavyonawiri mambo yako yanakaa vibaya. So uwe na amani. Hiyo ndipo neno la Mungu inapopiga peksen na kupata kuyafichua yote yaliyefanya nini? Yaliyefichwa. Joshua. Pale babu yangu alipopanda ule mwashela. Nilienda kuangalia kama umeota. Alikuwa na makaburi bahati mbali kutoka joka, nikakimbia. Nilikuwa na dada yangu, nikamuuliza pale wao wanasimbua. Mbona vile naona kama ni yule mtu umeota? Akasema hapana, kuna jamaa alileta kapanda tena. Kuna mtu mwingine akaleta kapanda. Aliweka yani kama sema sijui anapanda. Nikamwambia nani? Akasema kuna vijana kwanza wakodisha walime hapa. Nikaona hapana, mimi nikaenda kumwona na hawajapanda tena. Nilikuwa na wasiwasi hiyo kaota, kumbe ule asema ule ulishakufa, alipokufa tu ndio. Huyo aliyepanda huyo bila shaka hakupanda yeye kama yeye. Bali aliongozwa na huyo roho ya babu ili apande. Maana huo mtu ungenawiri ingeendelea kuwepo, maana kumbuka ya kuwa aliweka roho yake katika huo mwembe ama huyo kasela. Lakini hebu niombe na ashera na nguzo na vitu vingine, alafu tuone Mungu atatufikisha wapi, maana yawezekana bali kule Kisarawe naona watu wa Rufiji wameanzishia mashambulizi kule Kisarawe. Ni mara ya 4 juzi tangu, yani siku 4 mfululizo wanapigwa watu. Magari wanasimamisha, wanaweka maguru katikati. Magari ya kutoka huku wanachukua na wanyang'anya simu, pesa, kila kitu, lakini gari zao zinakuwa ila wanawaumiza sana. Mimi nimewaona majeruhi kama 3 ndio stand by. Bila shaka tuendelee kuombea nchi yetu, kwa sababu shetani afurahia amani iliyoko kwenye nchi yetu. Maana watu wa Mungu, mtu anayefanya kazi atakula vizuri katika usawa sasa hivi. Lakini kama huwezi kufanya kazi kwa bidii, bila shaka huwezi kuishi vizuri. Bila shaka tutaomba, wakati wa kuomba tufunge hayo maroho. Hatuhitaji Tanzania wapate kufa mapema, tunahitaji Watanzania injili wafikie, maana hao Watanzania wanahitaji kupeleka injili katika mataifa mengine. Watu wa Mungu, kama kuna kitu cha kuogopa, unapomwaga damu ya mtu mwingine, Mungu atataka damu yako. Maana swala la kuwa Biblia iruhusu kabisa swala la kumwaga damu. Ukimwaga damu hiyo inanena juu yako. Hilo ni agano la kudumu ambao lipo la asiwepo mtu kati yenu anayemwaga damu ama anayeua mwenzake ama anayemwaga damu ya mwenzake, maana Mungu alisema atataka damu yake naye. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana uliona kabisa wale Waisraeli wakisemaje? Wayahudi wakisema kwa damu yake Yesu na iwe juu yetu na watoto, iko juu yao mpaka sasa hivi. Ndio maana tuwaeleze Waisraeli ukweli ya kuwa damu aliyesema iwe juu yao na watoto wao, ndio maana hapakaliki pale Yerusalemu. Hiyo damu iko juu yao, maana walisema wao wanahitaji kuomba msamaha kitaifa na kuibatilisha, maana walisema
Hawakusema? So jihadhari sana na kumwaga damu, lakini tutaomba katika hilo, tutaendelea kuomba kwa ajili ya Kisarawe ili amani iwepo. Mchungaji, wakati unaongea kuhusu Mwashera, mimi moja kwa moja nikakumbuka nafikiri kwa kama kwenye 2010 hivi, nilikuwa nikiishi kwa kakaangu na alipanga kuna nyumba moja kule Kimara. Hasa yule mwenye nyumba aliyokuwa amepanga pale, kuna miti fulani alikuwa ameipanda. Ile miti huwa haikauki, huwa haina kiangazi, haina nini, na alikuwa gadi mkali sana, hataki ile kuna nini kwamba hata uvunje au sijui hata ufanyeje. Kwa hiyo sasa moja kwa moja akili yangu ikaenda kule, kwa sababu mimi baadaye nilipokuja kwamba nikaja nikaokoka, siku moja mimi sikujua kama yule babu kwamba alikuwa ni mchawi, lakini sasa ni kwamba nikawa kipindi hicho nikawa nasali sana usiku, nimelala, yani ndio saizi hii picha imenijia. Akanitokea huku kwa nyuma hivi, amebeba jungu kubwa, akawa anacheka, hivi ni vizazi vya watu wote wanaokuja kukaa hapa kwenye nyumba. Ndio maana kwenye nyumba hii mtu anayekuja hapa hatazaa mtoto, na kama akizaa mtoto atakufa, na kama akija na mtoto huyo mtoto hataishi. Akawa anacheka, akasema hata wewe nani hasa, akawa ananitaja mimi, akaniambia hata wewe ukija kuolewa kama ukiwa utazaa mtoto. Sasa mimi nikashtuka kwenye ule usingizi. Niliposhtuka kwenye ule usingizi, nilikuwepo nani ambaye kuna rafiki yangu ambaye alikuwa ni yule alikuwa ni ndugu yake, yes, sasa hivi anaishi Norway. Nikaa nimemwambia, "Janet, mbona nimeota hivi na hivi?" Akaniambia bibi, huyu ni mchawi. Mimi nilikuwa sijakueleza, mimi nilijua baada ya kuokoka. Ndio maana mimi hata kwenye ndoa yangu nimekaa miaka 10 sijawahi kupata uzao. Mpaka baadaye nilipokuja kutoka na nilipookoka ndo nikaondoa, na nilipopata tu ile mimba nikaamua kuondoka, nikaenda London ili asije akanenani hapo. Sasa lakini hata mimi kakangu alipokuja pale na mke wake, alikuja mjamzito, akajifungua tu mtoto hivi, kafika miezi 6. Na watu pale wakaongea, wakifika watoto wakawa wanakufa. Yani pale ikawa kama kaburi la watoto. Yani na yeye mwenyewe mpaka anatoka duniani kuwahi hata kuzaa mtoto pale. Sasa yani moja kwa moja umesema, yani mimi picha una moja kwa moja ikawa imeenda huko. Sasa nasema yani yale Mwashera na wale vitu vyote vilikuwa vikifa pale kwenye nyumba yake, vinazikwa kwenye hayo nani yale huko alikopanda yale Mwashera. Sasa ndio nimekumbuka saizi, yani ile menejea hiyo. Tutaomba leo, mimi nitaomba sasa hivi na Mwashera yote yatapata kutoweka. Mchungaji, pia kwa ile mwenzangu wangu wa kile pale jirani yangu Simba. Ndio Tanzania kuna watu walio kama mpigo wa visu. Alafu na kuna mtu mwingine amesema kwamba ni mashambulizi haya ni ugaidi tayari umeshaingia kwenye ugaidi. Sio roho, ni roho za magaidi wameshaingia, wameshajipenyeza tayari. Tutaomba Mungu, hakuna kinachopenya roho zote za shetani, yote tutayafunga. Na mimi nasema ya kwa watu wa Mungu, nchi tutakuwa na amani, lakini inahitaji tuombe sana watu wa Mungu. Tuache hizi blabla tunavyofanya katika makanisa. Tuombe kwa ajili ya taifa letu. Hii nafasi tunayopata ya kuhubiri Injili ibakie kwa pale. Anayeongea piga mdomo na kushambulia watu hajui ya kwa hii nafasi aliyepata ya kuhubiri Injili ni neema kubwa ya Mungu. Na tuombe sana. Bila shaka tutapanga kwa ajili ya kufunga, kwa ajili ya kuombea taifa letu, na hatukubaliani na mambo kama haya. Amina. Nataka tushushe jeshi la mbinguni, malaika washike doria katika maeneo yote, na utisho wa Bwana utamalaki. Amen. Nani mwingine? Nilikuwa na masana sana, naona kabisa baridi, lakini nikaja na kwa nafundisha. Nisikia na. Pia post kwa shule. Maana mpaka sasa hivi sijatoka, naelekea mwezi wa 6 huu. Ni wewe tu ama ni wote? Wote shule Tanzania nzima sijatoka. Na kama na yeye tokea mpaka mwezi wa 6 post kuchelewa hivi. Uwe na amani, kwa sababu yani transition period ipo. Amina. Kumbuka hata mtaala na vitu vingine kwa shule za primary mwaka huu tangu mwanzo
vitabu vya kufundishia wa kupata kwa wakati, maana kuna vitabu ambavyo vilikuwa sio sahihi, textbook ambazo zilikuwa sio sahihi, so zilikuwa zinatengenezwa textbook zingine. So ipo mabadiliko kidogo, lakini of course tunaendelea kuomba kwa ajili ya nchi yetu, na Mungu ameweka hekima ndani ya viongozi wetu wakitenda yale ambayo ni mazuri kwa ajili ya taifa la Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine. Mimi niliongea hapa kwamba nalisikia roho yangu ananiambia nimnunulie Bwana Epafra simu. Nimenunua simu ya 1,100 lakini hayupo, itabidi nirudi naye nimletee kesho. Hii hapa. Tupigie Bwana makofi. Hiyo ndio Bwana Yesu. Mungu akikubariki, jifunze kubariki watu. Amen. Learn to bless other people. If God is continuing to bless you, you also should learn to bless other people. If you have money, buying a gift for your fellow church member is something which should be authentic. It should be something which should be put in practice regularly. It should not be something which should come occasionally. Yani kitu ambacho inatakiwa iendelee kuwepo. Mungu amekusaidia, umepata. Mnunulie mtu simu, maana kumbuka tuko kwenye Facebook, tuko kwenye YouTube, kwenye Twitter. Pasipokuwa na simu kuna mambo mengi. Nafundisha kwenye Facebook, natuma mafundisho. Kama uwezi ukayapata kuwa na simu ya kuyasoma, kama bure. Hata hayo unayoona tunayarekodi hapa, yanaonekana duniani kote. Ukienda kwenye Periscope, kwenye Twitter, kwenye YouTube, kwenye Facebook na kwenye Instagram sasa hivi pia tunapatikana. Ukipita download Instagram, tuona picha zetu Agizo Kuu na pia na mafundisho huko. Shetani tutakula naye sahani moja. Tutampata baa kwenye Google huko, baa kwenye yao huko, tutakuwa naye. Hatatukwepea wapi? Hata kwenye satellite huko tutamfuata. Amina. Lazima neno la Mungu limteketeze. Ndio maana unaona anajaribu kuleta vurugu, lakini lazima apishe. Leo nimekuwa na vita sana, yani nadhani shetani hakutaka nifike leo hapa. Nilikuwa maeneo ya Mwenge na leo nilikuwa nimepanga kwamba nitafika hapa kuanzia saa 9:30, saa 10 itakuwa nimefika. Sasa nimetoka Mwenge nikawaza, nikasema kwa sababu hao wenzetu wanafunga, wanawahi kurudi majumbani. Kwa hiyo nilikuwa nimepanga kwamba nitapita hii Mandela. Nikakumbuka hilo, nikaona foleni itakuwa kubwa sana. Ni bora nikapita hii ya shortcut. Kwa hiyo nikatoka Mwenge, nikapanda gari ya Mbezi moja kwa moja mpaka Mbezi. Nikafika Mbezi nikapanda gari ya Gongo la Mboto. Sasa nililolikuta la kwanza lilikuwa limejaa. Nikasema nitaning'inia. Baadaye tu roho akaniambia panda la nyuma. Nikapanda la nyuma ambalo ndio watu walikuwa wanaanza kupanda. Lakini ikawa bahati si ndio tukaingia tukawa wengi, tukaondoka tukaliacha lile ambalo nililikuta. Nimekuja kwanza nikiwa nimepanda la Mbezi, la Mwenge Mbezi. Pale kuna sehemu moja inaitwa Bahama Mama. Ukawa na ajali mbaya sana. Lakini bahati nzuri driver akaweza kuchepuka kuingia service road. Kwa hiyo nikasave pale muda mpaka nafika Mbezi. Vinginevyo ningeshindwa hata kufika Mbezi, nikakata tamaa kwamba sitamudu. Lakini hata nilipopanda hii gari hapa, tumefika huko naitwa kona kabla ya shule. Kawa na ajali mbaya sana. Yaani pamefunga kabisa. Hakuna magari yanayotoka huko wala yanayotoka huko kuja hivi. Nimekaa pale nikasema Mungu, ni lazima leo nifike nyumbani mwa Bwana. Nikataka kushuka nichukue pikipiki. Yule kijana akawa yani hela aliyonitajia nikakuta sina hiyo hela, haitoshi. Nikasema basi acha tu nikae. Nikabaki tumo kwenye gari nimekaa. Bahati nzuri wakaja wakapave way, ndio maana nimechelewa kuingia. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu. Hata hivi ninapoongea naona kichwa kinapiga sana. Ninaomba. Mimi weka vitu vyako niombe. Hebu sema Baba Mungu. Baba Mungu.
katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema kwa ajili yangu. kwa ajili yangu Na wote wanayenihusu. na wote wanaonihusu. Unitakase. Unitakase kwa kweli la neno lako. kwa kweli la neno lako. Maana Baba wa rehema. Maana Baba wa rehema. Yaliyotendwa na ukoo wangu. Yaliyotendwa na ukoo wangu. Yawezekana yananifuatilia. Yawezekana yananifuatilia. Yaliyotendwa na wote wanayenizunguka. Wote wanaonizunguka. Yawezekana yanachangia maisha yangu kulegalega. Baba mweza wa yote. Nimeendelea kujifunza neno lako. Nikajifunza juu ya maashera. Yawezekana Baba wa rehema, huko nilikotoka ama nilikopitia, mtu aliwahi kupanda mti na akanuizia jina langu na maisha yangu na hatua zangu na hatima yangu na maisha yangu yakaingia dosari. Baba mweza wa yote, leo ni siku ya kung'oa maashera yote, mabaya yote yanayohusiana na maashera kwenye ukoo wangu, kwenye familia yangu, kwenye mkoa wangu, wilaya yangu na kijiji changu. Bwana mweza wa yote, neno lako ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, na ni nyundo ivunjavunjae vipande mawe, na ni moto ulao. Yawezekana pana ashera ya mti, ya nyumba ama ya mawe ama ya miamba, katika jina la Yesu. Neno lako Baba wa rehema likate na kung'oa miasela yote kwa jina la Yesu. Kila mawe iliyowekwa kama nguzo kinyume nami, neno lako livunje mawe vipande. Neno lako ni moto ulao, iteketeze mabaya yote. Kila nyumba iliyofanyika kuwa kama gereza na nikafungiwa ndani ama vitu vyangu, Baba mweza wa yote, mlango wake uteketee kwa moto wa Roho Mtakatifu, nami ninatoka katika mabaya hayo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nyamaza niombe. Baba, natukuza jina lako kwa wema wako na utukufu wako, maana neno lako limekuja kwa wakati wake. Baba mweza wa yote, utukufu wako ukafanya uso wa Musa ung'ae. Utukufu wako Baba uliyetamalaki katika neno lako, neno iliyetoka Baba kwenye kitabu cha Kutoka sura 34. Baba, neno hilo lipite kwenye viungo vya watu wako, ipite kwenye nafsi, roho na mwili, ipite kwenye Baba wa rehema nyota yake, ipite Baba kwenye muonekano wake, ipite kwenye kibali chake. Nami natuma neno lako liende Baba wa rehema katika taifa letu. Yawezekana ilipandwa mti kule kijijini kwake, yawezekana ilipandwa mti Baba kule kwa yule mganga, yawezekana ilipandwa mti pale alipokuwa naishi. Baba, manuizo yote walienuiziwa Baba wa rehema kwenye miashela Baba, ama ni mawe Baba, ama ni jengo Baba, ama ni sehemu yoyote Baba wa rehema, ama ni kwenye mto Baba wa rehema, ama kwenye ni mtoni Baba wa rehema, kama ni kwenye Baba wa rehema mwembe Baba wa rehema, kama ni kwenye mbuyu Baba wa rehema, kama ni juu ya mlima, kwa mamlaka ya jina la Yesu natumia nguvu ya msalaba wa Yesu. Kila mtu, yawezekana ni macho yako, yawezekana ni macho yako, moni la jicho, yawezekana ni uso wako, yawezekana ni nyota yako, yawezekana ni ndoa yako, yawezekana ni huduma yako, yawezekana ni muonekano wako, yawezekana ni mwili wa kawaida na ama mwili wa rohoni, yawezekana kibali chako,
Baba wa rehema, yawezekana magonjwa yanayemtesa ni kwa sababu ya kichaka kile kuendelea kunawiri, mti ule kuendelea kunawiri. Kwa jina la Yesu, tumbo lako liyefungwa kupitia mto, tumbo lako liyefungwa kupitia mto, na tumbo iliyenuiziwa kwenye miashela, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, naondoa uvumilivu kwa jina la Yesu. Kila mtu atoke. Ama ni roho yako ilinuiziwa kwenye mti, ama ni nyota yako ilipandwa kwenye mti, ama ni hatua zako ziliwekwa kwenye mti, ama ni muonekano wako iliwekwa kwenye mti, ama ni uzao wako umewekwa kwenye mti, ama ni uzao wako umewekwa kwenye mti. Kila uzao uliyewekwa kwenye mti, uzao wako uko katika ule mti. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaagiza kwa jina la Yesu, ninaagiza neno la Mungu lipasue kila miti. Uzao wako uanze kutoka kwenye kila mti, afya yako itoke kwenye kila mti, uzima wako utoke kwenye kila mti yaliyejificha kwako. Yawezekana naona mtu mmoja ambaye mganga alienda akachanja kwenye mti, akachanja kwenye ile mgongo wa mti, na bila shaka akaenda akachukua damu yako aliyekuchanja, akaenda akayasugua pale, ikachangamana na maji yanayotembea ndani ya ule mti, na uhai wako uko kwenye ule mti. Ndio maana umeshindwa kupona, umeombewa kwenye makanisa yote. Nasema na wewe kwa jina la Yesu, ninaagiza uhai wako, maana imeandikwa kwa Bwana akasema kuwa asionekane mtu kati yenu alaye nyama na damu, maana kwenye damu pana uhai wa kiumbe. Ninafuatilia uhai wako kupitia damu yako. Hata watoto wake tunawaondoa. Mmepanga na nani? Mmepanga. Hata watoto wake tunawaondoa. Nani amewaruhusu muongee? Kristo Yesu hakuruhusu mapepo na roho ziongee mbele zake. Kwa jina la Yesu ninasema ya kuwa nyamaza kimya, na ninaagiza neno la Mungu ipate kila mmoja popote pale ulipowekwa. Sikuweka mahali, ana shela yangu alipewa, lazima irudishwe. Nyamaza kimya, usiongee hapo, sitaje jina lako. Sitaji jina, nataka shela yangu, simu yangu. Mbona unielewe? Yangu pia. Mrefu kama ngongoti, hebu nipe. Leo imebuma. Imebuma. Toka kwenye miashela, kila shela. Yawezekana nguo uliyepewa ndiye miashela. Yawezekana nguo uliyepewa, ndio maana unaona kila siku amevaa nguo yako. Ndio maana kila siku unaona amevaa nguo yako. Ashera hiyo. Yawezekana viatu uliyenunuliwa ndiye ashera. Yawezekana simu uliyepewa. Yawezekana zawadi uliyepewa. Yawezekana chakula uliyepewa. Yawezekana chochote ulichopewa. Natumia nguvu ya msalaba wa Yesu. Nyamaza kimya. Nyamaza kimya. Fumba domo lako, nyamaza kimya. Kwa jina la Yesu. Kila mtu afya yake, uhai wake, uzima wake, na ya watoto wake, na ya familia yake, na ya ukoo wake, ninafuatilia maashera yote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila ashera iliyebeba chochote cha kwako, ninaagiza kila kitu cha kwako itoke. Yawezekana watoto wako waliwekwa kwenye ile maashera ya kuwa utakapozaa watoto waende kwenye ule mti, na ile miti mingi iliyopandwa pale. Ninaagiza kwa jina la Yesu, toka kule uje. Neno la Mungu likulete. Watoto wake watoke kwenye miashela. Watoto wake
hatima yake, kibali chake, uzima wake, ya tokotona kapa raba kama na mashando koto. Mti unayenawiri na kufanya watoto wako waribikiwe, afya yako iribikiwe, uzao wako yaribikiwe, Kila kiwanja kitamua. elimu yako Kila kiwanja kitamua. kiwanja kimui tena. Anajifanya yeye ni mgeni. Iya baraba kama Anaifanya kufanya kazi kama mwanaume. iya bakama na mashato koto heri ya tokoto na kama irabashanda kama iya makama nama itokoto na kama iya barakama nama heri ya tokoto na kemo itokoto. Funga mdomo wako, sitaki kusikia mwe wakati unaangamiza watu. Nyuma za kimya. Funga domo lako, nyamaze kimya, ewe roho ya mwanadamu. Ni saa ya kutoka kwenye biashara, ndio maana watu wanafunguliwa, wamechiliwa. Tena sana tumini kama unajua. Haraka achia tumbo lake, tumbo iliyowekwa kwenye mto na kisha ikafichwa kwenye mti. Tumbo la dada huyo naitaka hiyo tumbo. Iya barabashato kutona kama heri ya bashanda kabanama inde kemo na mashanda kapa inda barabashanda kamalama heri ya tokotona kama na mashande kemo indororo kotone kemo na mam inde berebe shanda barabashando kotom heri ya tamashanda kama nama inde kemo na mashanda bakapa itokotona kama nama yatona mashanda kapa itokotone kemo nama itoke baba wa rehema inde berebe kemo na makapa yatokotona kama iraba kama nama itoke kwa jina la Yesu, itoke kwa mamlaka ya jina la Yesu, ving'oke kwa jina la Yesu. Inda kemo na makapa, wengine wao ndio wamefanya kuwa ni mashela. Inde kemo na matumbo lako ndio ashela likowekwa mkoba wa pichawi. Iya kama na mashanda kapa inde kemo na ma yatokotona kapa yatokotone kepo yatokotona kapa yatokotona kapa ira tomashanda kapa ira bashanda kapa inde kemo na makapa iya kama na makapa. Kunguru aliyetoka kwake inde kemo na makapa, na wewe aliyetoka na dirisha inde kemo na mashanda kapa neri yatokotona kapa. Tumbo la uzazi wake na uzao wake inde kemo na ma neri yatokotona kapa yatokotona kapa yatokotona kapa yatokotona kapa yatokotona kapa yaraba kapa yando nama itakapa itororokoto yando na makapa yatokotona kapa iratakapa yando na makapa endeberebe shanda kama ya barabara kama nekemo na makapa. Ule mtu uliopandwa kwenye kaburi iyaba kama nama iyanda kama nama iliyepandwa kwenye kaburi kwa jina la Yesu enda kama nama iyanda kapa yatokotona kapa. Na watoa kwenye ashera leo, na watoa kwenye miashira yote kwa jina la Yesu. Yatokotona kama enderekemo na makapa yatokotona kama ira tapa yatapa yatakapa itokotona kapa indorokotona kapa, na kutoa na watoto wako kwenye ule mti uliyekata pale kwako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yara tokotoneke inde kemonama iya barakama iya tamashanda kapa inda kamarama ira tokotona kama inde kemonama iya tokotona kapa. Mashela iliyebeba watoto wako, mashela yaliyemeza watoto wako, mashela yaliyechukua uzao wako, mashela yaliyenuiziwa uzao wako yatokotona kapa itakapa yando na makapa peri yatokotona kama nama inderebe kemo na makapa
ira tokotona kama nama iria tokotona kama indere kemo na makapa ya tokotone kemo nama iria tokotona kama nama nama indo kotona kama yara tokotona eria tokotona kama yara marabashanda kama nama eria tokotona kama nama yara tokotona kama ida kama nama yara tokotona kama eria tokotona yando na makapa la tokotona kapa na kunyang'anya watoto wake wote Isaya na Edina na wote kwa jina la Yesu. Narudisha kila mmoja kwenye hatua zake na kibali chake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwenye kiwanja kile yando na makapa piri tokotone kepo yatorokotone kemo yanda barakama nama itakapa yatokoto inde kemo na makapa eria tokotona kama yara tokotona kapa yandu na makapa yarato yandu na makapa piri tokotona kapa yote virejee kwa jina la Yesu. Afya na tima na kibali na mafanikio na hatua zake na kazi yake na tima yake kila moja na kuingiza kwenye mwili wako. Ingia kwenye mwili wako na watoto wako na hatua zako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mamlaka ya jina la Yesu. Mikono yako na hatua zako zote. Wabaya wote ninawasamehe. Waganga wote nawasamehe. Samehe, rudisha. Ninawasamehe kwa jina la Yesu. Rudisha vitu vyangu ndio samehe. Vitu vyako vipi? Simu nimesoma. Kuanzia leo hutaongea tena mahala popote duniani katika huduma za wenzako wewe. Nafumba kinywa chako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuanzia leo binti na kufungua na kukuweka huru. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Narudisha nafsi, roho, nyota na kibali na miunganiko yote na kata. Kuanzia leo Mungu abariki maisha yako na mwaka huu upate simu iliye nzuri. Na warudisha kwenye hatua zenyu na vibali vyenyu. Amka katika usingizi wa mauti kuanzia leo. Umetoka kwenye mashela, ninavikata vyote kwa jina la Yesu. Kata vyote kwa jina la Yesu. Kata vyote kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa ninaharibu miashela yote kimwili na kiroho. Na Baba, maagano yote ya kiashela nafuta yote. Nafungua ufahamu wa mtoto, akili ya mtoto ya kusoma, akili ya mtoto ya kwenda kwenye kazi yake, akili ya mtoto ya kwenda kwenye ndoa yake, akili ya mtoto ya kuwa mtu aliyekamilika. Na Baba, ninawakomboa watu wako kwa damu yako. Damu yako. Nasambaratisha watoto. Nasambaratisha watoto. Nasambaratisha watoto. Wewe namba nasambaratisha watoto. Mimi mara na watoto. Sana tena mimi. Nasambaratisha watoto. Nasambaratisha watoto. Mimi mara nasambaratisha. Ukishamaliza mimi nitaongea. Hawataelewana. Hawatamsaidia mama yangu. Nasambaratisha. Nasambaratisha. Kuanzia sasa mimi nakusanya watoto wako wewe kwanza. Nakusanya watoto wako wakusaidie kwanza. Watoto wako wabarikiwe sana. Watoto wako wapige hatua. Na watoto wako wawe ni viongozi. Watoto wako wafanikiwe na waokolewe. Hebu ona jinsi nilivyokujibu sasa. Hivyo ndivyo nilivyokwisha, kwa sababu wewe umesambaratisha wakwake, mimi wakwako nimewabariki, wakwako nimewakusanya, wakwako wakusaidie. Hiyo ni mbegu ambayo itawapeleka kanisani. Amka kwenye usingizi wa mauti na uwe mzima tangu sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme nimekombolewa kutoka kwenye masera. Nimekombolewa kutoka kwenye masera. Basi tupigie Bwana makofi makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna chochote utakachoona kesho nitakuwepo mapema, njoo tupate kuendelea, lakini bila shaka tutakapokuwa tunaendelea
maeneo tofauti tofauti. Kama kuna sehemu taona tofauti, njoo tuendelee. Nitakuwepo mapema kuanzia saa 7 na tupate piga hatua zaidi katika maeneo ya Mashela. Bwana Yesu asifiwe. Kama una ndugu yako nataka kumleta na watu wengine waleti, tupate kufanya kazi katika hilo. Kwa unaweza kuja mapema zaidi, tukaenda zaidi hata kwa niaba ya ndugu zako na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Basi jina la Bwana libarikiwe sana kwa ajili yako.